Tumesoma Ibrania 11 mstari wa kwanza, inaongea habari za imani. Kwa nini tumesoma habari za imani? Kwa sababu sisi ambao tunaamini Mungu, kila kitu kinafanyika kwa imani. Kila tukio au kila safari unayoianzisha, hiyo safari chanzo chake kinakuwa ni imani. Tunapoongelea habari ya kuvuka, cha kwanza tunaanza kuamini Mungu kwamba atatuvusha katika eneo ambalo tuko nalo na kwenda sehemu nyingine. Hatutegemei kukaa pale pale, kwa sababu tunapoomba pia hapa tunaamini Mungu atatusaidia. Kile ambacho tunaamini, tunatangaza siku za maombi, na hizi siku ambazo tunatangaza za maombi, maana yake tunaamini Mungu yupo atakayetusaidia. Tunaamini Mungu yupo ambaye tunasema Mungu, nahitaji hiko nitendee, ninaamini anasikia. Leo hii tumetangaza kwamba hii semina ni ya kutoka mahali sehemu fulani na kuvuka kwenda sehemu fulani. Maana yake tunaamini peke yetu sisi hatuwezi, yupo anayetuvusha. Lakini yule mwenye imani haba, mkosoaji, anasema hapana, miaka yote ni hivyo hivyo. Nataka nikwambie siku zote, nimekwambia hata juzi, kanuni ya Mungu, ukitaka kutoa sehemu lazima uondoe kitu kinaitwa mazoea. Ukishaondoa hicho mazoea, basi ujue katika yote hayo Mungu atakutoa hapo ulipo, atakupeleka sehemu nyingine. Lakini leo hii watu huwa hawasumbuliwi. Watu wana shida zao, watu wana vilio walivyo navyo ndani ya mioyo yao. Si kwamba Mungu hasikii vilio vyao, hapana. Wana ile roho ya mazoea, wana hiyo hali ya mazoea kwamba Bwana hawezi kunisaidia. Hiyo roho ikitoweka ndani yako, maandiko yanasema kwa Bwana yote yanawezekana. Hata haya tunayoongea leo, Mungu hukuvusha kupeleka sehemu fulani, si kwamba ameshindwa. Mungu ana uwezo mkubwa, lakini cha kwanza, toa roho ya mazoea, ingiza roho ya hofu mbele ya Jehova. Na huyo Jehova anamwambia Bwana, naomba nisaidie, naye atakusaidia. Haleluya! Leo hii naweza nikasimama hapa nikasema kuna watu wanaenda kuinuka, nikasema kuna watu wanaenda kuponywa, nikasema kuna watu wanaenda kubadilisha maisha yao. Lakini kuna mtu mmoja anasema, jana niliambiwa hivyo, leo naambiwa hivyo, anachukuliwa kawaida. Usichukulie neno la Bwana kawaida. Unabii unaotoka kwenye madhabahu hauna mazoea. Kila kitu ambacho mtumishi wa Bwana anakiandaa mahali hapa ni Mungu amegonga muhuri kwamba waambie watu hawa wanaenda kutoka hapa, wanaenda kwenda kuvushwa kwa jina la Yesu. Na Bwana anashughulika na mtu aliye tayari. Jehova anaangalia mtu mwenye hofu, mtu mwenye shauku, mtu mwenye nia. Tunayesema natoka, anasema Bwana nisaidie. Mwenye kutoka ndiye mimi hapa, mwenye kutoka ndiye mimi hapa, sio yule. Mungu anaangalia mtu aina hiyo, haangalii yule aliyechoka. Anasema hapana, mimi maisha yangu ni hivi hivi. Utabaki hivyo hivyo ndani ya nyumba ya Bwana, utabakia hivyo hivyo. Bwana atashughulika na mtu ambaye anasema ili eneo inatosha, inatosha, inatosha. Yesu nipeleke kule na mimi hapa, niwe na kitu cha kushuhudia kwa jina la Yesu. Wenzio wanashuhudia, wewe hujashuhudia hata siku moja. Mungu kwako hayupo. Maandiko yanasema Mungu hana upendeleo. Mungu ni wa warefu, Mungu ni wa wafupi, hata wanene Mungu ni wa kwake, hata wembamba Mungu ni wa kwake. Hana upendeleo. Kwa nini wewe hauna ushuhuda? Hiyo roho mazoea itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Nasema itoke kwa jina la Yesu. Mungu achilie roho ya hofu. Neno linapotoka useme hili neno ni la kwangu. Tunaelewana vizuri? Hebu shika kichwa chako, mkono wako mwingine shika kichwa chako, sema kwa jina la Yesu. Ongea kwa imani, usiongee kwa mazoea. Sema kwa jina la Yesu. Sema roho ya mazoea,
sio mpango wa Mungu kule juu yangu. Leo mazoea ni shetani ameipanda ndani yangu, anataka nisifanikiwe. Ile roho ninaikataa ndani yangu, ile roho ninaikemea ndani yangu, ile roho ninaing'oa ndani yangu. Ninaomba Bwana, achilia hofu yako ndani yangu kwa jina la Yesu. Sema amen. Haijalishi unapitia mapito gani, haijalishi unapitia shida gani, mshukuru Bwana pamoja na mimi. Maana unaposhukuru unamwambia Bwana, fanye tena, tenda tena kwenye maisha yako. Kila mwenye pumzi lazima mshukuru Bwana na mtukuze Bwana wa majeshi. Yes. Jina la Yesu ni jina lenye nguvu.